kuna watu wanakaa tu wanakaa wa Tanzania tushazoea. Ikipandishwa bei tunamshukuru wala. Hatuwezi kujilinganisha na Kenya hata siku moja. Kenya wanachotegemea ni viwanda pale. Sisi tuna vitu vingi vya sisi tuko kwenye kidevu cha Mwenyezi Mungu. Tunakichezea namna hii. Unakuta kuna vitu, kuna ukiritimba mkubwa sana unaofanyika hapa. Kuna saa nyingine unaweza kukuta bidhaa inashuka hapa, ukienda pale Uganda, hiki kikombe hapa unaweza kukuta kinauzwa shilingi 10, pale Uganda kinauzwa shilingi 10. Sasa uniuliza hiki kikombe kimepita pale Tanzania, alafu kimekuja hapa Uganda. Mbona hapa Uganda kinauzwa bei moja na pale Tanzania? Ina maana sisi kuna vitu vingi ambavyo hatuonee huruma. Wa serikali ijaribu kutuonea huruma. Nenda nchi ya India. Nchi ya India, angalia gari anayotembelea waziri pale. Sisi tumetembea, sio kwamba tunaongea tujui. Unasikia bana, tumetembea, unakuta gari anayetembelea waziri pale India ni kama Karine. Lakini hapa mtu anakuja kununulia gari ya milioni 500. Gari ya milioni 800. Ukiulizwa na ni mipango ya serikali. Hata kama tulikuwa tunalazimishwa na watu kama Japani labda kwa ajili wanatujengea barabara, lakini sasa hivi nchi ikishakuwa huria, tushaendelea. Wakati wa Mwalimu tulikuwa tunateseka kwa sababu tulikuwa tunategemea nchi, yani tulikuwa tunategemea sana misaada, lakini sasa hivi tumeendelea na Mwalimu alikuwa anategemea vitega uchumi vichache tu. Kahawa, korosho na katani. Sasa hivi tunatega uchumi vingapi? Tulikuwa na dhahabu pale, dhahabu kuna mzungu alikuwa amewekeza pale, alikaa na njaa, walimwekea ngumu, akakaa na njaa, kanywa whisky mpaka akafia pale. Kwa sababu wazungu walimwekea ngumu Mwalimu. Lakini sasa hivi kila kitu kiko huria. Tuna uzalishaji mwingi sana wa sehemu ya kupata fedha. Yaani vitu vidogo tu vya kufanyia kazi, lakini ina maana kuna watu wanapata maslahi kwenye kupanda mafuta. Kwa sababu huwezi kutoa 2800 mpaka 4000 na kweli ndivyo alivyopanda huko. Hapa kuna kampuni nasikia sijui ni 4 zinaingiza mafuta. Kwa nini kampuni zisiingize zaidi ya 4 ili watu walete ushindani? Lingine, hapa Sudani kuna mafuta, Uganda kuna mafuta. Kwa nini? Ina maana Irani mafuta anasafishwaga wapi? Au Iraki mafuta anasafishwaga wapi? Kwa nini hizi nchi zetu hapa ambazo tunavuna mafuta yasafishwe hapa ili tupate kwa bei nzuri hapa Afrika Mashariki? Ama ongeza yanazungumzwa hapa. Endapo viongozi wa serikali wangeasikia kwa uzuri, si kwa kuundwa. Mimi na imani wangefanyia kazi baadhi ya mambo. Samson Chazi hapa ananisikiliza vizuri. Inawezekana badala Square akaenda Mtamshikichi huko, akatafuta watu wenye kupongeza wale, akaacha kipindi hiki akakaa kipindi kile. Yangu ni hayo tu, mheshimiwa mwenyekiti.